Jalia na tumeweza kupatana hapa tena siku ya leo ili tuweze kudadavua, tuweze kuelezwa, tuweze kufunzwa na tuweze kuelimishwa, tukikumbushwa kuhusiana na yale ambayo yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu ambayo ni dini ya haki, dini ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wa mwisho alitumwa kuweza kutulingania zaidi, na pia akapewa kitabu cha Qur'an kwa ajili ya kuwa kama kitabu cha mwisho. Na katika siku ya leo ndani ya studio tuko naye Sheikh ambaye ni Abbas Athman ambaye tuko naye hapa ndani kwa ajili ya kutuelezea jinsi mada ya leo inavyokuwa, na pia kwa upande wa pili tuko naye Al-Ustadh Hussein ambaye atakuwa akitupekulia vitabu kadha kadha ambavyo tutakuwa tukivisoma ili kuhakikisha kwamba chochote ambacho tunakitaja ni kitu ambacho kiko katika vitabu vitakatifu. Na jinsi tulivyokuahidi katika Ijumaa iliyopita katika kipindi cha siku ya leo, tunaendelea tu kuelezea yale ambayo ama ni kazi gani ambayo Nabii Isa alayhi salam anakuja kuifanya, ama Yesu anavyomfahamu ndugu zetu katika undugu. Je, anakuja kufanyaje Nabii Isa duniani akirudi kwa mara ya pili? Hilo ndilo swali ambalo wiki ya jana tulikuwa na baadhi ya makasisi hapa ndani wakijaribu kutuelezea, lakini siku ya leo kwa sababu za kueleweka hawatakuwa kiungana nasi studioni jinsi nilivyokudokeza. Tutakuwa tuna mashaikh wetu, kwa hivyo watakuwa wakitueleza, je, kulingana na Qur'an, kulingana na vitabu hivi vitakatifu, je, kazi ambayo anarudi kufanya Nabii Isa alayhi salam ni ipi na umuhimu wake ni upi? Na natumaini kwamba itakuwa ni moja ya kufana sana, ama utakuwa ukinufaika sana wewe msikilizaji. Na moja kwa moja nampisha Sheikh wetu Sheikh Abbas aweze kutujulisha katika kipindi cha siku ya leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukrani sana kwa kuweza kufika humu studioni siku ya leo. Labda umekuaje tangu tuonane wiki iliyopita? Wallahi nashukuru, tumekuwa nakitembea hapa na pale kidogo, kazi za da'wa alhamdulillah, lakini tumekuwa tuko salama. Nashukuru neema za Allah. Mada hii ambayo umeiandaa siku ya leo sio mada geni kwa wasikilizaji, ni mada ambayo ulifanya wiki iliyopita. Labda kwa siku ya leo tutarajia yapi katika kipindi cha siku ya leo, ama utakuwa ukiangazia yapi, ukiapa yapi kipaumbele katika kipindi cha siku ya leo? Kwa leo unajua ilikuwa nafikiri wachungaji ilikuwa takuwa nao. Ndio. Na huenda ikawa labda kuna mambo mawili matatu ambayo imetokea ambayo pengine hawangeweza kufika. Na ilikuwa hii mada tulivyosema ilikuwa ni ndefu. Tulikuwa tumegusia tu, kuna mengi ambayo yalikuwa yameibuka ya kuongea na hatukuweza, ndio tukaomba kwamba pia leo tuipate nafasi hiyo. Kwa hiyo kwa leo huenda ikawa tutaangalia tu baadhi ya zile mambo ambayo yaliibuka ambayo kidogo hayakuwa yako wazi, ili kwamba tuweke wazi, na vile vile tujaribu kufafanua zaidi ili kwamba ule msikilizaji anayetufuatilia apate kutuelewa pale ambapo kwamba palikuwa bado hatujafafanua vizuri. Kweli kabisa. Kwa hivyo msikilizaji, ndivyo umesikia jinsi ilivyo, na kwa dakika 10 labda leo tutakuwa tukiangazia sana sisi katika dini yetu ya Kiislamu. Manake kuna watu wengi ambao pia wao ni Waislamu wa kuzaliwa, lakini kidogo hawafahamu Nabii Isa anarudi kufanyaje. Wanajua, wanaamini kabisa kwamba Nabii Isa alikwenda na atarudi, wanaamini kwamba lakini pale kwenye ufahamu ama ufafanuzi wa kazi anazokuja kufanya na umuhimu wake bado hajaipata. Na pia kuna wenzetu ambao walislimu hivi karibuni, pia wangependa maelezo zaidi kuhusiana, je, dini yetu ya Kiislamu inasemaje kuhusu Nabii Isa kurudi tena? Naam, ndio. Sasa nafikiri juzi kidogo nilifafanua. Ndiyo. Na kuna baadhi ya kazi ambayo niliongea. Moja ilikuwa ni hiyo kupambana na Masihi Dajjal. Ndiyo. Na huyu Masihi Dajjal napoongea kuna swali ibuka ambayo ilitokea, sikio utakuja pia kuzungumzia tu wakati tunapokuwa tunaendelea. Kwa hiyo moja ilikuwa ni kupambana na huyu Masihi Dajjal, pili ikawa ni kupambana na wale Yajuj wa Majuj. Na tukafika kiwango ambaye tulielezea kwa urefu kwa sababu ya muda kwamba baada ya kupambana na wale Yajuj wa Majuj basi itakuwa ile fitna na ile shida zimekwisha. Kwa hiyo sasa atarudi, sasa atulie miaka 40, na hii miaka 40 ni kulingana na kitabu ambaye ameandika Ibn Kathir katika kitabu chake inaitwa Al-Wafa. Anasema kwamba huyu Nabii Isa alayhi salam atakuja, na yani baada ya hiyo kupambana na wale Yajuj wa Majuj atakuja kukaa miaka ingine 40 kwa siku ambayo itakuwa peaceful sana. Ni siku ambayo itakuwa na amani ambayo haijaonekana katika ulimwengu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo atakaa kwa kipindi kile, na kwa kipindi kile ataoa,
atapata watoto kwa kipindi kile kile, na kwa kipindi kile kile atakufa kifo ya kawaida. Na ndio maana unaona katika Qur'an sura ya 19:34, ni kwamba mwalimu anisomee pale tusikie namna vile alivyokuwa anazungumza Nabii Isa alayhi salam. Kwa hiyo katika zile shughuli ambazo watakuja kufanya ni hiyo, na kwa hiyo kipindi ya miaka 40 watakuwa tu dini ambayo kwamba itakuwa wakati huo inatawala ni Uislamu peke yake. 19:34. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Huyo ndiyo Isa mtoto wa Maryam. Naanza 33. Anzia 33. Na amani ipo juu yangu. Ndiyo. Siku niliyozaliwa. Siku niliyozaliwa. Na siku nitakayokufa. Siku nitakayokufa. Kwa hiyo unaona hapa siku nitakayokufa bimaana kwamba atakuja ataishi maisha ya kawaida, alafu atakufa kifo cha kawaida. Sio kwamba atasulubiwa kama walivyosema kwamba alikufa kwa msalaba, hapana. Hiyo nita unaona iko in future tense. Japo imeteremshwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani hiyo, lakini hiyo lafzi inakuja katika future tense kwamba ni kitu kitakuja kutendeka siku ambazo kwamba zinakuja. Kwa hiyo atakuja kukaa katika hali ya amani kwa hiyo muda wa miaka hiyo 40, na ataoa, atakuwa na watoto, alafu atakufa. Kwa hiyo kipindi kutakuwa kawaida. Unajua binadamu lazima kuna ile mkosano, kuna mkwaruzano, kuna nini, hayakosekani. Maadamu wewe ni mwanadamu lazima utaingia katika makosa. Na katika hadithi ya Mtume anasema kwamba kila binadamu ni mkosaji, na mbora wale kosaji ni wenye kutubia kwa Mungu. Sasa ikiwa kuna makosa yatakuwa yamefanyika, pengine umekosana na ndugu yako, pengine umedhulumu wenzako, pengine kuna kitu kimetokea, watakuwa anaenda kwa Nabii Isa, ndio ambaye kwamba atakuwa anawahukumu, atakuwa anawajaji. Na hiyo ni kawaida ya manabii wote. Alipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa ni hakimu. Alikuwa na hukumu wa kuipitia hiyo Qur'an. So atakapokuja Nabii Isa pia wakati huo, kwa hiyo kipindi cha amani, wakati watu watapokuwa pengine wamepitana katika jambo lolote ama mambo yote ya dini, masuala yote ya dini inatakana kupitishwa, kitabu kitakachokuwa kinatumika ni Qur'ani. Wala sio kitabu kingine chochote. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni perfect. Leo huwezi kusema kwamba atatumia Injili wakati Injili haina sheria ya Mwenyezi Mungu ndani. Hawezi kusema itatumika Taurati wakati Taurati imewekwa maneno ndani. Hawezi kusema itatumika Zaburi wakati Zaburi haina sheria wala amri za Mwenyezi Mungu ndani. Kwa hiyo kitakachotumika wakati huo akiwa hai atakuwa anaitumia Qur'ani. Ningomo usomee Qur'ani 3:35, nisomee pale chini kuna hadithi nzuri ambayo kwamba inafafanua maneno hayo. Qur'ani 3:35, niangalie pale katika hadithi, katika baadhi ya kazi atazokuja kufanya Nabii Isa alayhi salam. Leo Waislamu wanakubali kama Nabii Isa atakuja na atakuwa ni hakimu. Kuna watu ambaye hapa wanakuwa confused, na kwa hao wasikilizaji nataka mnielewe vizuri. Si kwamba Nabii Isa kuhukumu watu ndio inamaanisha kwamba dunia imeisha, watu wamekufa, kwa hiyo wanahukumiwa, wakwenda motoni ende motoni na wakenda peponi ende peponi. Sio kuhukumu ya aina hiyo, kwa sababu kuna baadhi ya rafiki zetu wanaotusikiliza wanajua kweli Nabii Isa atahukumu, lakini katika wao fikira zao wanafikiri kwamba dunia itakuwa imeisha, kwa hiyo atahukumu kwamba watu wazuri waende peponi, watu wabaya waende motoni. Hapana. Hii ni ile hukumu ya kawaida ya hapa duniani. Ni hukumu tu ya kawaida ya duniani, kama vile alivyofanya Nabii Daudi alayhi salam, kama vile alivyofanya Nabii Suleiman alayhi salam, kama vile alivyofanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naye atakuja kuhukumu, lakini kwa kutumia Qur'ani. Twende mwalimu. 3:35 mchuzi wake. Naam. Namba ya hadithi katika Sahihul Bukhari. Naam. Kutoka kwa Abi Musa radhiallahu. Naam. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, wanaume wengi wamekamilika na wala si hiyo. Hebu leta 3:55. Unasoma ngapi? 35. 3:55. Sio 35, 55. Mimi nimesoma ile ambayo niliona supu yake ya kwanza. Pindi Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, nenda pale chini katika hiyo hadithi. Namba ya hadithi katika Sahihul Bukhari. Naam. Namba 3448. Ndio. Kutoka kwa bin Shihab. Naam. Huwa Said bin al-Musayyib alimsikia Abu Huraira radhiallahu anhum akisema. Unaona, hii ni hadithi ambayo kwamba amesema na Abu Huraira, ambaye sasa ni sahihi kabisa. Ambaye Abu Huraira alikuwa na mtume, baba amesikia kutoka kwa mtume.
Twende. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Naam. na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, Aha. anakaribia kuteremkieni bin Maryam hali ya kuwa ni hakimu muadilifu. Subiri. Anakaribia kuwateremkieni bin Maryam. Kitu ambacho kwamba nataka ieleweke hapa point. Maana last week tulipokuwa tunazungumza nafikiri kuna mwalimu alitajwa wala sasa kumtaja katika hewani hapa hivi. Alisema kwamba Yesu hakuwa Muislamu, alikuwa Mkristo. Si kweli. Mkristo ni mfuasi wa Kristo na Yesu mwenyewe ndio Kristo. Sasa atakuwaje tena Mkristo? Kwa hiyo huyu nabii Isa atateremkia, bi maana atateremka katikati ya Waislamu. Hatateremka katikati ya Wakristo. Atateremka katikati ya Waislamu na atakuwa ni hakimu mwadilifu. Bi maana kwamba atakuwa na wahukumu watu na atakuwa na hukumu wao Waislamu. Twende. Atavunja misalaba na hatopokea kodi. Unaona, atakuwa ni hakimu mwadilifu na katika kuhukumu wake atakuwa anaitumia sheria ya Qur'an wala sio sheria ya ile kitabu ambacho kwamba wanaita Biblia. Swali inakuwa, kwa nini nabii Isa ateremka katikati ya Waislamu? Mbona asiteremka katikati ya Wakristo? Kwa nini aitumie Qur'ani? Mbona asiitumie Biblia? Biblia ina makosa gani? Kuna maswali mengi pale. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba kile kitabu kina shida. Na ni dhahiri kwamba lazima nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Na Uislamu ndio dini ya manabii wote. Maana wote walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo atakuja kuteremka katikati ya Waislamu, atakuwa anaitumia Qur'ani kuhukumu watu watakokuwa wanakuja kuletwa kwake. Ataivunja misalaba, ni katika kazi atakayokuwa anakuja kufanya. Mbona aivunje misalaba? Hiyo anavunja misalaba kwa sababu misalaba ndiyo alama ya Ukristo. Watu walichukua jina ya Yesu wakaanzisha nayo dini. Wakatoa watu kutoka katika dini ya Mungu wakaanzisha dini kwa kutumia jina ya Yesu. Kwa hiyo watu wengi wamepotea leo. Wakristo kama bilioni 2.2 ambayo katika dini ambayo kwamba si ya nabii Isa, lakini wamemnasibisha nayo. Kwa hiyo atakuja kuivunja misalaba kama ishara ya kwamba hii sio dini ya halali, sio dini ya haki. Na nafikiri kama wiki 2-3 iliyoisha tulipokuwa hapa ile Friday, wache ile last ile nyingine, alikuja bishop hapa hivi na msalaba kubwa. Nilipozungumza maneno hii, nafikiri last week akuja na msalaba aliwacha nyumbani. Leo hasa hajakuja msalaba na yeye hawajaja, kwa sababu bado imada ilikuwa tunaendeleza na tulikuwa naisubiri hapo. Kwa hiyo ataivunja msalaba kwa sababu msalaba ndio alama ya Ukristo, na yeye hakuacha dini inaitwa Ukristo wala hajinasibishi na Ukristo. Kwa hiyo tayari ni kuonyesha kwamba Ukristo hataitambua. Ndio maana ateremka katikati wa Uislamu na ataitumia Qur'ani katika kuhukumu. Na ataivunja misalaba. Kisha nini nyingine atafanya? Ataua nguruwe. Mbona uwe nguruwe? Nguruwe zamani ilikuwa ni katika ishara kubwa ya mtu ambaye kwamba anaweka sheria ya Mungu na yule ambaye kwamba haweki sheria ya Mungu. Mpaka ukitaka kujua watu wenye imani, huyu amemwamini Mungu, alikuwa hali nyama ya nguruwe wala hajihusishi na nguruwe. Yule mtu ambaye kwamba ni mpagani, ni mtu mwabudu masanamu, mtu mshirikina, wote walikuwa wanakula nyama ya nguruwe. Kwa hiyo ilikuwa ni mpaka kubwa sana. Sasa amekuja mtu mmoja anaitwa Peter, ambaye wanasema kwamba ni Mkristo na kwamba kanisa imejengwa juu yake. Huyu Peter alipokuja akaambia watu kwamba wakule vyakula vyote mpaka nguruwe wale. Kwa hiyo akawahalalishia kitu ambaye Taurati imeharamisha. Bimaana kwamba zile sheria zilizoko katika Taurati ameziharamisha yeye Peter kwa kuleta maneno kama hayo. Kwa hiyo Yesu atakuja kuua nguruwe, si kwamba ana hasira nayo, ni ishara kwamba hii ni kitu ambacho kwamba ni haramu na Mungu haitaki. Na wao wamehalalisha kitu ambacho kwamba ni haramu. Bimaana kwamba kile kitu kilichokataliwa katika Taurati wanaifanya kama ni halali. Kwa hiyo atakuja kuitoa ili kuonesha kwamba Taurati iko pale pale na sheria ya Mungu iko pale pale. Ndio maana atakuja kuiua hizo nguruwe. Aha, sawa kabisa. Hayo ni maelezo yake ustadhi wetu hapa Sheikh Abbas Athman akituelezea tu kuhusiana na mada ya siku ya leo, na huo tu ni mwanzo yani jinsi alivyotangulia kutaja hapo, alikuwa anatujulisha tu kwenye kipindi. Lakini tukirejea kwa muda usiokuwa mrefu kwenye awamu ya pili, ambapo pia wewe msikilizaji utapata fursa ya kuweza kutuma maombi yako, kutuma maswali yako kupitia 0727444454 au 0738648881.
ambapo utakuwa ukichangia kwenye mada hii ya siku ya leo. Iwapo pia una ushauri ama una jambo la kuongezea kwenye mada hii, usihofu, usikwende mbali, bali kuja tena na utujuze sisi, ili tuweze kuangazia swala hilo kwa ajili ya manufaa ya kila Muislamu ambaye ni Muislamu, ambaye pia si Muislamu, ambaye anategea idhaa iliyo tofauti ya Iqra FM 95 usiku wa siku ya leo. Kwa sasa tutakwenda kwenye pumziko fupi, tukirejea kwenye awamu ya pili, kipindi cha risala kitakuwa kikiendelea kurindima hewani na pia maswali yatakuwa yakikaribishwa. Mimi ni mwandishi kipindi wako Abdul Hamid Suleiman, usikwende mbali.